Vyombo vya habari vya kimataifa vinasema takriban watu 20,000 walifurika leo katika viwanja vya kanisa kuu la Mtakatifu Petro jijini Vatican kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho kwa Papa Francis. Ugeni mkubwa zaidi unatarajiwa kuanzia kesho, ambapo Vatican inatarajiwa kuwa mwenyeji wa takriban waumini na watalii zaidi ya 250,000 katika tukio la kuzikwa kwa raia huyu wa Argentina ambaye ni mtu wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini kushika wadhifa wa papa. Ulinzi umeimarishwa jijini Vatican kutokana na ugeni huu mkubwa. Maelfu ya askari na vifaa vya kisasa vya ulinzi ikiwemo ndege ya nyuki vinatarajiwa kutumika kuimarisha ulinzi. Jijini Dar es Salaam, viongozi wa kidini wamezungumzia namna maisha ya Papa Francis kama kiongozi wa kiroho yalivyowagusa waumini kibinafsi na Tanzania kama nchi. Mtanzania wa pili kuwa kardinali na mmoja wa makardinali waliomchagua Francis kuwa papa mwaka 2013, Mwadhama Paul Kapengo amesema jimbo la Bagamoyo litabaki kuwa zawadi ya kiongozi huyo kwa Watanzania. Jimbo hilo jipya lilitangazwa mwezi mmoja tu uliopita. Amefariki. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba katika kipindi chake cha mwisho cha maisha ameweza kuwa ni yeye amefanikisha shughuli nzima ambayo tulikuwa na hamu nayo sana ya kuwa na jimbo la Bagamoyo. Kwangu ilikuwa ni kama kusema shughuli zote tulizojaribu kufanya kuhusu jimbo la Bagamoyo zimetazamwa kwa karibu na Baba Mtakatifu anahakikisha kwamba hiyo inafanikiwa. Baba Mtakatifu amehimiza sana katika nyakati hizi tujali sana tunakoishi pamoja. Anasema dunia hii yetu yote, dunia inayotuzunguka ni nafasi ya sisi kuishi wote pamoja. Baadhi ya viongozi wa vyama, serikali na mabalozi leo walianza kwenda kutoa pole kwa ubalozi wa Vatican jijini Dar es Salaam ambako kitabu cha maombolezo kimefunguliwa leo. Baadhi ya viongozi hao wamemzungumzia Papa Francis na urithi alioacha kwao. Baba Cardinal amenijulisha utaratibu mzima wa mazishi kuanzia mwanzo mpaka mwisho utakavyofanyika, na viongozi mbalimbali wa duniani walioalikwa akiwemo na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia atawakilishwa. Kwa hiyo taarifa hizo za utaratibu wote tutaziwasilisha na nyinyi mtaarifiwa uwakilishi utakaokwenda kumwakilisha Mheshimiwa Rais. Tunamfahamu Papa ni mtu alipenda haki, amani, maelewano katika jamii. Ni mtu alisisitiza katika kuwapigania wanyonge. Ni mtu amefanya mambo mengi tangu akiwa kardinali kule Argentina. Papa Francis anatarajiwa kuzikwa Aprili 26 mwaka huu jijini Vatican katika eneo alilochagua kabla ya kifo chake. Tumie Omari, Azam News. Na basi wacha tuangazie wanaotaja katika mchakato huo ambao hautabiriki. Wanaotabiriwa wanaweza wakachukua nafasi, lakini wanaweza pia wasiwepo kabisa. Ndio maana nasema wanaotajwa lakini katika mchakato ambao hautabiriki. Wacha tuanze kuangazia hawa. Nani anaweza akamrithi? Sasa tuangazie tuanze na Luis Antonio. Luis Antonio Tagle, yeye ana umri wa miaka 67. Ni askofu mkuu wa askofu mkuu wa Manila kule Ufilipino, lakini jina lake la utani anaitwa Francisco, ambaye anatoka bara la Asia, na yasema kwamba ana ujasiri wa kulikosoa kanisa pale anapoona linaenda mlama, lakini vile vile anatajwa kuwa na nafasi kubwa zaidi kutoka upande wa bara la Asia. Mbali na Luis Antonio, tumwangalie mwingine ambaye anatajwa
Huyo ni Peter Edro, yeye ana umri wa miaka 72, ambaye ni askofu mkuu wa Budapest kule Hungary. Ni msomi mahiri wa sheria za kanisa, lakini vile vile ameandika vitabu zaidi ya 25 na anazungumza lugha 7, lakini vile vile ni mhafidhina, anapinga utoaji wa mimba na ndoa za jinsia moja. Huyo ni Peter Edro. Lakini tumwangazie mwingine ambaye ni Peter Turkson, yeye na umri wa miaka amekuja. Okay, tuangazie sasa Peter Turkson mwenye umri wa miaka 76, askofu mstahiki wa Cape Coast kule Ghana, lakini anatajwa kwamba ni msomi mahiri, anazungumza lugha 6, anatajwa kuwa Mwafrika mwenye nafasi zaidi katika wote wanaotajwa, lakini amewahi kutamka hadharani kuwa hatamani kabisa kuwa papa kwa sababu anaona kwake ni mzigo mzito. Mwingine ambaye anaendelea kutajwa ni Jean-Marc Aveline. Yeye huyu ndiye ambaye anatajwa kuwa na umri mdogo. Ni askofu mkuu wa Marseille kule Ufaransa. Alikuwa rafiki wa karibu wa Papa Francis, lakini ni mcheshi, muungwana na mtetezi wa wanyonge. Alizaliwa Algeria, lakini vile anajulikana kwa kuchochea mazungumzo baina ya imani tofauti. Sasa hao ni wale watano, ambaye pia ni Pietro Parolin. Yeye huyu ana miaka 70, ni waziri wa mambo ya nje hivi sasa wa Vatican pale Italia. Ndiye kardinali mwenye cheo cha juu miongoni mwa wapiga kura wanaotajwa kuingia katika mkutano ule wa Volcano. Lakini vile vile ni mwanadiplomasia asiye na upande kati ya waliberali na wahafidhina, na ni mzaliwa wa Italia. Alitoa mapapa iliwahi kutoa mapapa Italia peke yake kwa miaka 455 kwa mfululizo. Mapapa wengi sana wametoka Italia. Ile Amerika Kusini ndio ilikuwa kama wa kwanza, lakini unaona kwa kuangalia mataifa ambayo yametoa mapapa mengi, Italy ndio imetoa wengi zaidi. Tumewatambua na hawa ndio ambao wanaonekana vinara katika mbio zile za kumpata nani atakuwa papa. Lakini pengine Titus anaweza akakubaliana na hilo ama akawa na mawazo tofauti. Padri, tunashukuru tena kushiriki pamoja nasi usiku huu. Padri Titus Ngapemba, mwanafunzi wa masuala ya mawasiliano. Mengi ambayo yameendelea kusemwa katika msiba huu mzito wa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani ni namna ambavyo mnabayanisha kanisa la papa, mnalita basilika, alafu mwingine anajiuliza kanisa kuu tena lingine si la wapi. Hebu tuambie, mnavyosema kanisa la papa mnamaanisha nini hasa? Asante kwa swali zuri. Kuna mabasilika 4 hapa makubwa, makanisa hayo ni yako katika mji wa Roma. Mji wa Roma manake papa ndio askofu wa Roma, kama alivyokuwa labda askofu wa jimbo fulani mahali fulani. Kwa hiyo hapa makanisa haya makubwa yote yako hapa. Ni makanisa makubwa sana, ni mabasilika, yana hadhi ya kuwa mabasilika, ni makubwa mno, kama vile Mtakatifu Paulo, Maria Maggiore, Laterano, pamoja na ile hapa Mtakatifu Petro. Kwa hiyo haya ni mabasilika, lakini papa anaishi hapo karibu na basilika la Mtakatifu Petro. Kwa hiyo pembeni yake ana nyumba yake, lakini pia kuna vikanisa vingine vidogo. Kwa hiyo katika mfumo mzima kama jimbo, kwa hiyo papa anafanya kazi kama yuko jimboni, lakini ana kofia mbili, tutambue tusisawi. Ana kofia ya kanisa kama kiongozi wa kanisa, na ndio maana hata anavaa ile pallium, ile tusemeje kwa Kiswahili pallium, sijui Kiswahili chake pallium, Kiswahili chake ni hivyo hivyo. Ukiona maaskofu wakuu wanavaa kitu cheupe hapa baada ya mababajio yao yale, kinakuwa kina misalaba na kama ya X hivyo, wakati mwingine hapa kuna msalaba wako kama kujumlisha, wanavaa shingoni, inatumika wakati wa misa, ni alama ya umoja katika haya maeneo alipo metropolitans. Lakini papa ile umoja wake ni kwa maana ya nchi nzima. Askofu katika jimbo fulani metropolitans, maaskofu wakuu wanavaa ile kuonyesha umoja, union katika kanda, lakini umoja katika kanisa pia. Swali lako liko kwenye mabasilika, ni makanisa makubwa ya hapa Roma. Kwa hiyo papa anakaa hapa. Ndio maana unaona
leo amesogezwa moja hapo kwenye Mtakatifu Petro mara nyingi hapo ndo shughuli zote zinafanyika. Na labda nafikiri tungepaswa tukujua labda kilichotokea baada ya wengine wanaona wanafuatilia wanaandika kwenye mitandao wanachanganya. Papa yeye ana kikanisa chake pale anapoishi ndani. Kama askofu yote licha kwenye jimbo ana kanisa kimbani kwake, kanisa kidogo. Sasa Papa anapoondoka, anapoacha ulimwengu huu, basi shughuli zinafanyika. Anaishughulikia ofisi zote zinasisi, wanabaki makatibu wakuu wanafanya kazi zao, lakini kuna kardinali mmoja Camelengo anashughulika. Na Camelengo huyu tunaye sasa hivi anaitwa Kevin Farrell, ni Muamerika huyu. Sasa huyu anashughulika na swala yote ya mazishi, utaratibu wote. Kwa hiyo kwenye likili baada ya kufariki ndio yeye aliyotangaza. Na baada ya kutangaza rasmi kwenye vyombo vya habari ndo kazi yake. Alafu na kudestroy ile pete. Sasa huo mchakato wote huo ulijaribu sana kutueleza Jumatatu. Na natamani kujua kutoka kule St. Marta kule ambako ndo kulikuwa kuna makazi yake, kutoka kule Jumatatu mpaka anakuja huku kwenye Mtakatifu Petro ambapo ndo shughuli zingine zote za maziko mpaka huko Jumamosi, kuna umbali wa kwa umbali gani? Ama ni eneo tu unaweza kutembea kutoka hapa? Ni jirani sana, ni hapo ni wamefanya maandamano. Sasa ndio maana nitaka kueleza hapa, baada ya kufanya taratibu zote kule kumuombea kwenye kile kanisa na kuandaa mwili na kufanya ibada ndogo. Kwa sisi wa Kristo kuna sehemu tatu katika, labda watu wengi hawajui. Mtu akifa tunakuwa na sehemu tatu. Itafanywa ibada nyumbani kwako, hata kama ulifia hospitali popote, nyumbani kwako pale atafanya ibada fupi, alafu baadaye utapelekwa kwenye kanisa ulozoea kusali. Sasa yeye pale nyumbani kwake wamefanya ibada fupi, sasa sio sitting room, maana yake kwenye kile kanisa kidogo. Wameandaa mwili, wamefanya sala ndogo. Baadaye sasa sehemu ya pili wamefanya wanaita, sasa sijajua Kiswahili chake ni kipi, ila wanaita translation of the body of the remaining body. Sasa maana kama maandamano, wameandamana mwili ile umetoka kwenye kikanisa, umezunguka ile bazilika, umeenda kwa mbele, umeingilia pale mbele ya Vatican hivi. Sasa umepelekwa, hiyo ni sehemu ya pili. Sasa umepelekwa hapo, baadaye watatoa heshima zao za mwisho, baadaye kutakuwa kuna misa, na sehemu ya tatu itakuwa maziko. Kwa hiyo ibada hiyo itakuwa na sehemu tatu. Ya kwanza imeshafanyika. Kwa hiyo ni hapo tu, tuseme wanafanya maandamano tu kuingia hivi kama kutoka St. Joseph hapo kuzunguka hapo nyuma hivi, unaenda na bado unazunguka, sio mbali, hilo ni majengo hayo. Sasa mwili uko hapo. Anatajwa kwamba kama baada ya miaka 100 hivi, yeye hakutaka mambo makubwa, hakutaka mapambo, hakutaka mambo ya majeneza ya dhahabu, marumaru, na kwamba azikwe eneo la pembeni. Hilo eneo la pembeni la tatu la maziko hilo, hiyo ibada inakwenda kufanyikaje kwa ufupi? Kwa ufupi nimesema kwenye taratibu za misa kwa sisi wa Kristo wa Katoliki wote tuna sehemu tatu. Mtu anapofariki nyumbani kwake, padre atafanya ibada, alafu anapeleka mwili kwenye mlango wa kanisa ambalo watasali hapo. Sawa. Kwa mbele ya nataka kanisa. Pale pa mwisho pale kwa Jumamosi. Baada ya mwisho Jumamosi sasa itakuwa ni mazishi. Itaongozwa adhimisho la misa takatifu, walioalikwa na viongozi wote wa dini, makardinali wote watakuwa pale. Itakuwa mazishi tu kama kawaida. Hiyo ndio sehemu ya tatu, itakuwa sehemu ya mwisho. Na ndipo hapo viongozi ambao na ndipo hapo viongozi wa mataifa mbalimbali watakapoketi eneo hilo la maziko. Ni eneo hilo sio la maziko. Eneo hilo litakalofanyika misa ni hapo kwenye Bazilika la Mtakatifu Petro. Watafanya hapo kadiri mpaka sasa tulivyo, watafanya hapo nje ratiba ilipotoka safari kama kutoka na marekebisho. Kwa hiyo vimepangwa viti kama vile tunavyosali kanisani, wao watasali nje. Kwa hiyo vitapangwa viti, watakuwa wageni maalum. Nakumbuka kwa sababu kuna watu wengi sana Roma sasa hivi, kwa sababu wanafanya miaka ya jubilei, yani miaka 25, jubilei ya miaka 25. Kila baada ya miaka 25 mlango katikati wa Vatican unafunguliwa kwa hiyo bazilika. Kwa hiyo Roma tu imekadiriwa kuwa na wageni milioni 40 kwa mwaka huu. Maujaji kutoka sehemu mbalimbali, wana dini usio na dini wanakuja hapa. Kwa hiyo umati utakuwa mkubwa sana. Wakati huo kifo kimetokea, wakati huo kuna umati mkubwa mno wa watu. Ndio maana sasa nimesema, walisema pia kwenye ratiba yao ulinzi utakuwa mkali sana. Kwa hiyo watafanya kwa kiasi fulani, alafu baadaye watu wengine wataacha, watabaki labda wale wageni maalum, kwa sababu wanakuja wageni maalum sasa ni hatari, maana yake watu lazima wakae vizuri, ingawa katika adhimisho la kitaifa, lakini pia anazikwa kama
as a state kama president wa nchi. Kumbuka pia Papa ni rais wa nchi haita. Kweli. Sasa nashukuru sana Padri. Ya Roma. Sasa nakushukuru sana Vatican.